Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala saidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Nafikiri video ya kwanza tulizungumzia masomo matatu. Leo tutaendelea somo la 4 na somo la 5. Somo la 4 nasema mafungo ya tauhid. Somo la 4 mafungo ya tauhid. Somo la 4. Tauhidi imegawika katika mafungu matatu, nayo ni namba 1 ya tauhidi uruhia, kumpwekesha Allah katika ibada. Namba 2 tauhidi rububiyya, kumpwekesha Allah katika ubwana, umola na ufalme wake. Namba 3 tauhid asma wa sifat, kumpwekesha Allah katika majina na sifa zake. Maana ya mafungu hayo matatu ya tauhidi ni tauhidi rububiyya, ni kuamini kuwa Allah ndiye muumba wa kila kitu, mwenye kumiliki juu ya kila kitu, hana mshirika katika hilo. Tauhidi uruhia ni kuamini kuwa Allah alayhi salam ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa, hana mshirika katika hilo, na hilo ndiyo maana ya la ilaha illa Allah. Hii inamaanisha kuwa hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, na ibada zote kuanzia sala, saumu na nyinginezo inabidi kumtakasia nia Mwenyezi Mungu peke yake, na wala zisielekezwe kwa mwingine. Ama tauhid asma waswafat ni kuamini yote yaliyokuja katika Qur'an tukufu, hadithi na sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake, na kuyadhibitisha kwa Mwenyezi Mungu peke yake kwake. Utaratibu unaopasa kulingana na hadithi yake, bila ya kupotosha wala kuharibu maana wala kuitolea mfano. Kufanya hivi ni kutekeleza amri ya Allah anaposema kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tafsiri: sema, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahiki kuabudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Na akasema katika aya nyingine, tafsiri: hakuna chochote mfano wake, naye ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Na baadhi ya wanazuoni wa Kiislamu wameigawa tauhid katika mafungu mawili, na wameingiza tauhid asma wasifat katika tauhidi rububiyya. Na hakuna tatizo mafungu haya mawili, na hakuna tatizo katika kufanya hivyo, kwani makusudio yapo wazi katika mafungu hayo mawili. Na mafungo ya shirki ni matatu. Namba 1, shirki kubwa
Namba 2, shirki ndogo. Namba 3, shirki iliyojificha. Hiyo ndo maana ya tauhid, mafungo ya tauhid. Nafikiri umeyasikia vizuri. Taendelea hapa. Shirki kubwa kusababisha kuporomoka kwa amali za mja na kukaa milele motoni. Kwa atakayefikwa na mauti angali anamshirikisha Mwenyezi Mungu, na kama alivyosema Mwenyezi Mungu, na lau wangelimshirikisha Allah, basi yasingelikuwa na faida mambo ambayo walikuwa wakiyafanya. Maana haiwi kwa washirikina kuhisabika. Wanaimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu hali wanajishuhudia kwa ukafiri. Hao ndio ambao vitendo vyao vyema vimeruka patupu, na katika moto watakaa daima. 9.17 na hakika atakaye kufuru hali anamshirikisha Mwenyezi, na hakika atakaye kufa hali anamshirikisha Mwenyezi Mungu, basi hatasamehewa na pepo kwake itakuwa haramu, kama anavyotueleza Mwenyezi Mungu. Tafsiri: hakika Allah hasamehi kushirikishwa, na husamehe kwa yasiyokuwa haya kwa amtakaye. Quran 4.48. Hakika mwenye kumshirikisha Allah, basi Allah amemuharamishia pepo na makazi yake ni motoni. Na madhalim hawana wenye kuwanusuru. Na miongoni mwa aina za shiriki kuu ni kuwaomba wafu na masanamu, kuwataka usaidizi, kuwawekea nadhiri, kuchinja kwa ajili yako na NK. Ama shiriki ndogo ni ile iliyodhibiti kwa ushahidi wa Qur'ani na Sunna kwamba iitwe shirk, lakini hii si kama shirki kubwa. Aina zake ni kama vile lia katika baadhi ya amali, kuapa kwa njia la asiyekuwa Mwenyezi Mungu, kama kusema mashallah wa shafran, yani hivi ndivyo alivyopenda Allah na alivyopenda fulani, na kama hayo kwa mujibu wa kauli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubwa ninalokufia kwenu ni shirki ndogo. Akaulizwa kuhusu hiyo shirki ndogo, akasema ni lia Ahmad Tabrain Baihaq. Na pia kauli nyingine ya Mtume, atakaye hapa kwa vingine asiyekuwa Allah, basi huyo atakuwa amekufuru
na amefanya shirk. Ameipokea Imam Ahmed kwa matengenezo yaliyo sahihi kutoka kwa Omar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, ziwe juu yake. Na ameipokea Abu Daud na Tirmidhi kwa mategemezi yaliyo sahihi katika hadithi ya Ibn Umar radhi za Allah ziwe juu yao, yeye na baba yake, kutokana na mtume anasema Mwenyezi Mungu kuapa kwa asiyekuwa Allah basi amekufuru. Mwenye kuapa kwa asiyekuwa Allah basi amekufuru au amemshirikisha Allah. Na pia amesema mtume, msiseme apendavyo Allah na apendavyo fulani, bali semeni apendavyo Allah, kisha furani naye akapenda. Semeni apendavyo Allah, kisha na furani naye akapenda. Ametoa hadithi hii Abu Daud kwa mategemezi yaliyo sahihi kutoka kwa Hudhaifa bin Yaman radhi za Allah ziwe juu yake. Aina hii ya shirk haimpelekei mtu kuchaguliwa kuwa ni murtad, yani aliyetoka katika Uislamu, wala haitamfanya adumu milele motoni, lakini kuwa ni kinyume na ukamilifu unaompasa muumini awe shirki iliyojificha, na dalili yake ni kauli ya mtume. Mtume anasema, je, nikwambieni lile nililoho. Mtume anasema, je, ningekwambieni lile nilihofialo zaidi kuliko fitna ya Masihi Dajjal. Wakasema, ndiye awe mtume wa Mwenyezi Mungu. Akasema, ni shirki iliyojifichikana. Mtume husimama akaipamba sala yake kama muonavyo amwangaliaye Ahmed, na inajuzu kuigawa shiriki katika aina mbili tatu kuu na ndogo. Ama shiriki iliyofichikana iko kote kuwili. Huwepo katika shiriki ya wanafiki kwa vile wao huficha itikadi za mbavu na hujidhihirisha kwa Uislamu kwa kuzihofia nafsi zao, na huwa katika shirki ndogo katika ria, kama ilivyobainishwa katika hadithi iliyotangulia. Namba 5, somo la 5. Wema, nguzo ya wema. Ihsani ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kama vile unavyomuona. Kama wewe humuoni, basi yeye anakuona.
Somo la 6, masharti ya sala, nazo ni 6. Namba 1, Uislamu. Namba 2, akili. Namba 3, kutambua zuri na baya. Namba 4, kuondoa hadisi. Namba 5, kuondoa najis. Namba 6, kujistiri utupu. Namba 7, kuingia kwa wakati. Hiyo ndo maana ya hizo. Tunaanzia somo la 4, somo la 5, tukamalizia somo la 6. Inshallah, nafikiri umeelewa. Vizuri. Tunaendelea na somo la 6, masharti ya sala. Tumeshikia namba 7. Namba 7 inasema kuingia kwa wakati. Namba 8, kuelekea kibla. Namba 9, nia. Nafikiria umeelewa. Hizo ndo maana ya sala, masharti ya sala. Nafikiria umeelewa. Nitazirudia tena hapa. Masharti ya sala nazo ni 9. Namba 1, Uislamu. Namba 2, akili. Namba 3, kutambua zuri na baya. Namba 4, kuondoa hadith, kuondoa hadas. Namba 5, kuondoa najis. Namba 6, kujistiri utupu. Namba 7, kuingia kwa wakati. Namba 8, kuelekea kibla. Namba 9, nia. Hayo ndo masharti ya sala katika Uislamu. Nafikiria umeelewa vizuri. Inshallah uweze kusubscribe, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kujifunza masomo muhimu kwa umma wote. Inshallah kesho tutaendelea na somo la 7, somo la 8 na somo la 9. Inshallah uweze kusubscribe, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata video kama hizi nitakapozitoa. Uwe wa kwanza ujifunze maneno muhimu kwa umma wote. Inshallah, shukran, barakallahu fikum wa jazakallahu khaira.